Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya tetesi nyingi kuhusiana na baadhi ya mastaa ambao wameendelea kutajwa ndani ya klabu ya Yanga kwamba huenda wakamaliza mikataba yao ndani ya klabu ya Yanga na wakaondoka, na wengine wakitajwa kwamba huenda wakauzwa. Bwana, taarifa kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda wakaondoka ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, wengine wameendelea kutajwa kwamba tayari Yanga wamemalizana nao na kila kitu kinakwenda sawa na huenda wakaendelea kusalia ndani ya kikosi cha wananchi. Tunafahamu kwamba baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kitajwa kwamba huenda wakaondoka ni pamoja na Stefan Aziz Ki, lakini pia Clement Mzize, Yao Kwasi, Pacome Zouzoua, Djigui Diarra, lakini pia Kennedy Msonda na wengine wengi. Sasa tetesi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao inasemekana Yanga wamemalizana nao bwana ni pamoja na beki Yao Kwasi, ambaye tunafahamu huyo alikuwa ni na majeruhi ya muda mrefu, na taarifa ni kwamba amerejea na ameendelea kutrain na wachezaji wenzake ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, taarifa matetesi tulizonazo kuhusiana na Yao Kwasi, bwana, taarifa ni kwamba Yanga wamemalizana na Yao Kwasi na kila kitu kinakwenda vizuri, na huenda Yao Kwasi akasalia ndani ya klabu ya Yanga. Taarifa inasema kwamba ni mazungumzo ya awali kati ya management ya beki wa kulia wa Yanga Sports Club Yao Kwasi ni kuongezewa mkataba mpya wa mwaka mmoja zaidi. Beki wa kulia Yao Kwasi anamaliza mkataba wake na wananchi mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo Yao Kwasi ni moja kati ya wachezaji ambao wamemalizana ama wako kwenye mazungumzo ya kumalizana na klabu ya Yanga ili aendelee kusalia ndani ya klabu hiyo ya wananchi. Tunafahamu mara baada ya kupata majeruhi hakuwa anapata nafasi na tumeona namna ambavyo pengo lake limeendelea kuzibwa vyema na usajili mdogo wa mchezaji Patrick Israel Mwenda, ambaye alisajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili, na tumeona kiingia moja kwa moja kwenye kikosi cha klabu ya Yanga, na tumeona akiziba pengo vizuri kabisa la Yao Kwasi. Kwa hiyo kurejea kwa Yao Kwasi kunaongeza ushindani kwenye hiyo namba ya beki wa kulia. Tunafahamu kwa sasa mabeki wa kulia ambao Yanga wako nao kwa sasa ni pamoja na Shomari Kibwana ama Kibwana Shomari, lakini pia Nixon Kibabage, mmoja kati ya wachezaji ambao anacheza nafasi hiyo, lakini pia Mede Boka pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanacheza nafasi hiyo pamoja na Yao Kwasi. Lakini mara nyingine pia tuliona Dennis Nkane the Wonder Case, yeye pia akicheza nafasi hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kupona kwa Yao Kwasi, lakini pia tetesi za kuongezewa mkataba kwa Yao Kwasi zimeendelea kuweka nafasi hiyo kwenye ushindani, ambapo sasa wachezaji wote wanakuwa fit. Kwa hiyo inategemeana pia ni nani atamshawishi kocha Miludi Hamdi ili kuendelea kupangwa kwenye nafasi hiyo. Kwa moja kati ya taarifa njema kwa klabu ya Yanga ni kuhusiana na Yao Kwasi, ambaye tetesi zinazungumza kwamba Yanga pamoja na management ya Yao Kwasi wako kwenye mazungumzo ya kumuongezea mkataba mmoja, ambapo mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu. Lakini taarifa nyingine njema ama tetesi nyingine ni kumuhusu kiungo Mudathir Yahya, ambaye tetesi zinazungumza kwamba huenda klabu ya Azam ikamrejesha kwenye kikosi chao mara baada ya kuondoka. Sasa tetesi zinazungumza kwamba klabu ya Yanga imefikia makubaliano na kiungo mshambuliaji Mudathir Yahya basi ya kuongeza mkataba wa miaka miwili. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba muda baada yupo sana pale Yanga. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa njema kwa klabu ya Yanga. Lakini baada pia ya kuenea kwa tetesi za Maxi Nzengeli kuondoka na kurudi kwenye klabu yake AC Maniema ya huko Kongo, na tetesi ama taarifa zilikuwa zikizungumza kwamba Maxi Nzengeli yuko kwa mkopo ndani ya klabu ya Yanga. Sasa taarifa zinasema kwamba makubaliano kati ya klabu ya Yanga na management ya Maxi Nzengeli mwenye umri wa miaka 25 yamekamilika tayari. Maxi Nzengeli ataendelea kubaki ndani ya klabu ya Yanga kuelekea msimu ujao na kila kitu kuhusu mkataba mpya umekamilika. Kwa hiyo unaweza kusema hataondoka tena mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ama taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na Maxi Nzengeli, ambaye alikuwa anatajwa kwamba huenda
kurejea kwenye timu yake ya AS Maniema ya huko Kongo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zipo ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya tetesi ama taarifa kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanahusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga, ambao tetesi zinazungumza kwamba Yanga tayari wamefanya makubaliano na wengine wanaendelea kufanya makubaliano ili kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakabakisha wachezaji hao. Moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga mwishoni mwa msimu huu ni pamoja na Stefano Aziz Ki, ambaye yeye tetesi zinazungumza kwamba huenda akatimkia ndani ya klabu ya Wydad Casablanca ama ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs. Lakini mchezaji mwingine ni pamoja na Clement Mzize, moja kati ya washambuliaji ambao wameendelea kufanya vizuri ndani ya klabu ya Yanga akiwa na magoli 12, ambapo tunafahamu kwa sasa kinara wa ligi kuu ama kinara wa kuzifumania nyavu kwenye ligi kuu soka Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League ni Jean Charles Ahoua ambaye ana magoli 15. Lakini kwa hiyo Clement Mzize ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa huenda kuondoka, na moja kati ya vilabu ambavyo vinatajwa ni pamoja na Olympique Marseille kutoka kule Ufaransa. Kwa hiyo huenda akajiunga na timu hiyo ambayo inashiriki ligi 1 huko nchini Ufaransa. Kwa hiyo Clement Mzize ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanatajwa, lakini Kennedy Msonda huenda pia akaondoka ndani ya klabu ya Yanga, ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia wanatajwa kwamba huenda akaondoka. Lakini pia Djigui Diarra ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kuondoka, lakini tuliona pia taarifa ikizungumza kwamba kocha Miludi Hamdi yeye amesema hana taarifa zozote kuhusiana na kuondoka kwa Djigui Diarra na hajazungumza chochote kwa sababu anaamini uwezo wa Djigui Diarra na hakuna mchezaji ama kipa mwenye uwezo kama wa Djigui Diarra. Kwa hiyo yeye hana taarifa za kuondoka kwake. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa njema kwa Yanga mara baada ya kocha kuona kwamba bado Djigui Diarra anamhitaji na hatambui ama hajui chochote kuhusiana na kuondoka kwa Djigui Diarra. Lakini mchezaji mwingine ambaye anatajwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga ni Pacome Zouzoua, ambaye pia tetesi zinazungumza kwamba mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu, lakini mpaka sasa hakuna tetesi pia ambazo zinahusisha klabu ya Yanga kuhusiana na makubaliano. Lakini tunasubiri pia kuona tetesi zitazungumza nini kuhusiana na Pacome Zouzoua. Ni wachezaji wengi ambao wanahusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia kuna baadhi ya majina ambayo yanatajwa kuingia kwenye kikosi cha Yanga hususan kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo tutaendelea pia kukujuza kuhusiana na tetesi hizo ambazo zinawahusu baadhi ya mastaa ambao wanatajwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Lakini kwa sasa tubaki na tetesi hizi kwamba Yao Kwasi, Maxi Nzengeli, lakini Mudathiri Yahya ni moja kati ya wachezaji ambao Yanga inazungumzwa kwamba wako kwenye makubaliano ya kuhakikisha kwamba wanasalia ndani ya kikosi hicho na hawaondoki. Kwa hiyo tutaendelea kukujuza kadri ambavyo tutakuwa pia tunazipata tetesi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga na wengine ambao wameendelea kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga hususan kwenye dirisha kubwa la usajili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.